Kwanza ni muktasari wa habari za dunia na Halima Nyanza. Asante Martha, habari za asubuhi msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amemlaumu mwenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuharibu mazungumzo ya amani baada ya kusema kuwa kamwe hawezi kuitambua Crimea kama ni sehemu ya Urusi. Rais Trump amedai kuwa makubaliano haya ya amani yalikuwa karibu kufikiwa na kwamba tamko hilo la rais wa Ukraine litarefusha muda wa mapigano na watu kuuawa. Polisi wa Vatican wamesema kanisa kuu la Mtakatifu Peter Basilica limekuwa wazi usiku kucha ili kuwezesha umati mkubwa wa watu waliokusanyika nje kuweza kuaga mwili wa Papa Francis. Zaidi na Shadrack Mansasu. Mpaka saa 6 usiku, muda ambao kanisa hufungwa, kulikuwa na bado na msururu mrefu wa watu waliokuwa wakisubiri kutoa heshima ya mwisho. Baadhi yao wameelezea kuwa walifika katika eneo hilo mapema jana usiku kwa mategemeo ya kutokuta watu wengi, lakini wakakuta hali imekuwa tofauti. Mwili wa Papa Francis utaendelea kuwa hapo mpaka siku ya Ijumaa jioni kabla ya mazishi yake siku ya Jumamosi. Tanzania imetangaza rasmi kupiga marufuku bidhaa zote za kilimo kutoka Afrika Kusini na Malawi. Imechukua hatua hiyo baada ya maamuzi ya awali ya nchi hizo mbili ya kupiga marufuku uingizaji wa mazao ya Tanzania. Waziri wa kilimo wa Tanzania Hussein Bashe ametangaza hatua hiyo jana jioni. Natangaza rasmi kuanzia usiku huu, hatutaruhusu zao lolote linalotoka Afrika Kusini linalohusiana na kilimo ndani ya nchi yetu. Kuhusu nchi ya Malawi, mpaka sasa hawajafuta notice walioitoa. Kwa hiyo ninatangaza rasmi ni marufuku mazao yoyote ya kilimo kutoka Malawi kuingia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nchi zote mbili hizi, hasa Malawi, hatutaruhusu zao lolote la transit kupita ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la tatu, kuhusu Malawi, mahindi yote walioyanunua kwa ajili ya kutatua tatizo lao la njaa kwao hayatoenda Malawi. Tarehe 1 mwezi wa 5 walikuwa wanaanza kuchukua mbolea kwa ajili ya maandalizi ya msimu wao wa kilimo. Hatutaruhusu mbolea yoyote kwenda Malawi. Na hatua hii haihatarishi usalama wa nchi. Hakuna Mtanzania atakufa kwa kukosa zabibu ya Afrika Kusini. Hii ni biashara, lazima wote tuheshimiane. Na India imefunga mpaka wake mkuu unaotumika kuingia Pakistan kutokana na shambulio lililoua watalii 26 katika jimbo la Kashmir linalodhibiti siku ya Jumanne. India pia imesitisha makubaliano muhimu ya kugawana maji na Pakistan, kufuta baadhi ya visa za raia wa Pakistan na kuamuru kufukuzwa kwa wanadiplomasia kadhaa. Msako bado unaendelea kuwakamata waliohusika na shambulio hilo. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa na Halima Nyanza. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na yanasikika kupitia Zenje FM visiwani Zanzibar, Voice of Busoga nchini Uganda, Pamoja FM Kenya na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amemshutumu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kuharibu mazungumzo ya amani baada ya kiongozi huyo wa Ukraine kusema kamwe hawezi kutambua Crimea inayokaliwa kwa mabavu kama eneo la Urusi. Trump amedai kuwa makubaliano ya amani yalikuwa karibu sana kufikiwa na kauli ya rais wa Ukraine ingeongeza tu mauaji hayo. Zelensky amejibu kwa kusema kuwa kulikuwa na hisia tofauti katika mazungumzo ya hivi karibuni. David Mkia na maelezo zaidi. Marekani inaishinikiza Ukraine kukubali makubaliano ambayo yataiwezesha Urusi kudumisha udhibiti wa maeneo mengi inayoyakalia, huku Urusi ikipendekeza kujiondoa katika maeneo machache inayoyashikilia. Akizungumza na wanahabari katika ikulu ya White House, Trump amesema anaona ni dhahiri kuwa Urusi imekubali makubaliano ya kumaliza mzozo nchini Ukraine. Nitasema kwamba nadhani Urusi iko tayari, na watu wengi wanasema Urusi ilitaka kumaliza kabisa swala zima, na nadhani tuna mpango na Urusi. Tunapaswa kupata mpango na Zelensky, na anatumaini kwamba Zelensky, nilifikiri kuwa inaweza kuwa rahisi kukabiliana na Zelensky. Hadi sasa imekuwa vigumu zaidi, lakini hiyo ni sawa, lakini nadhani na wote wawili nina matumaini, tunalo tumaini.
Wakati hayo yakiendelea, Urusi imefanya shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani huko Kiev, ambapo meya wa mji huo Vitali Klitschko amesema limesababisha vifo vya watu wawili na kuharibu vibaya miundombinu. Ameongeza kwamba takriban watu 21 wamejeruhiwa vibaya kutokana na shambulizi hilo. Mvutano baina ya Trump na Zelensky unakuja kwa wakati mwingine ambapo uhusiano baina ya viongozi hawa wawili unaonekana kusuasua, huku Ukraine ikiweka wazi kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa tokea kuingia madarakani kwa Trump. Mwezi Februari, wawili hao waligombana katika mkutano na wanahabari uliofanyika ikulu ya White House. Ni David Inkia. Tanzania imetangaza rasmi kupiga marufuku bidhaa zote za kilimo kutoka Afrika Kusini na Malawi. Hii ni hatua ya kulipiza kisasi kwa Tanzania kufuatia maamuzi ya awali ya nchi hizo mbili ya kupiga marufuku uingizaji wa mazao ya Tanzania kutoka nje. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe alisema mazungumzo yanaendelea kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, lakini Tanzania haiwezi kuendelea kunyimwa haki ya kuuza bidhaa zake katika nchi hizo mbili. Nimezungumza na mwandishi wa BBC Sami Awami anayefuatilia taarifa hiyo akiwa katika mpaka wa Tanzania na Malawi. Tayari imeanza. Waziri wa Kilimo wa Tanzania Hussein Bashe ameweka katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram video ikionyesha kutangaza au yeye akitangaza marufuku hiyo, ambapo amesema wazi kabisa kwamba matunda yote kutoka Afrika Kusini hayataingia Tanzania. Tunafahamu kwamba Afrika Kusini inaleta apples nyingi Tanzania, lakini pamoja na zabibu pia. Kwa hiyo amesema hizo zote zitazuiliwa kuingia Tanzania. Lakini pia kuhusu Malawi ametangaza kwamba bidhaa zao za kilimo pia zisiingie Tanzania. Lakini kwa Malawi hasa, wao naona ameweka marufuku kwa vitu vingi zaidi. Kwa mfano, kulikuwa na mahindi ambayo anasema walikuwa wamenunua kutoka Tanzania na yalikuwa yaende huko kwa ajili ya kusaidia swala la ukosefu wa chakula. Amesema hayo mahindi hayatakwenda huko. Lakini pia kulikuwa na mbolea yao ambayo kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 ilikuwa iende huko pia, na yenyewe amesema haitakwenda. Kuna athari zozote tunazozifahamu tangu Malawi na Afrika Kusini kuzuia bidhaa za Tanzania? Ndio, utakumbuka siku chache zilizopita, 3 au 4 hivi, Bashe mwenyewe aliweka katika mtandao wake huo wa Instagram video ikionyesha mfanyabiashara mmoja ambaye ndizi zake zilikuwa zimeharibika, na Tanzania inapeleka ndizi nyingi sana kwa Malawi, lakini pia na Afrika Kusini. Tumepata taarifa pia kutoka kwa vyanzo vyetu vya habari pale mpakani kwamba wafanyabiashara, kuna magari pia mengi ambayo yamesimama kwa sababu ya marufuku hizi. Tayari nazungumza kutoka Mbeya, tutapata picha kamili kujua ukubwa hasa wa marufuku hizi ni wa kiasi gani, lakini tunafahamu kwamba wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika kuathirika na makatazo haya kutoka nchi zote hizi. Katika mvutano huu, nani anaonekana kuumia zaidi pengine? Moja kwa moja Malawi ataumia zaidi. Malawi ni nchi ambayo kwa Kiingereza wanaita landlocked country. Maana yake ni kwamba haiwezi kufanya biashara hasa kutoka nje ya nchi, kuuza au kununua pasipo kutegemea nchi zingine. Na Malawi inategemea sana Tanzania, hasa kwa bandari ya Tanzania kwa ajili ya kupitisha vitu vyake kutoka nje kwenda kwao. Sio vya kilimo tu, lakini pia hata mashine na vitu vingine pia. Lakini pia kutoa vitu Malawi kwenda kwa nchi zingine, Malawi inaitegemea sana Tanzania. Lakini Malawi pia utakumbuka imekuwa ikipata shida ya ukosefu au upungufu wa chakula, kitu ambacho kwa mikoa ya Tanzania huko kusini pamekuwa na ziada ya chakula, na hivyo wamekuwa wakitegemea sana kutoka huko. Nini kitarajiwe sasa baada ya piga hii? Waziri Bashe amesema mazungumzo yanaendelea na yapo chini ya Wizara ya Mambo ya Nje. Kwa hivyo bila shaka watafikia mwafaka. Hatujui itakuwa ni lini, lakini tayari mazungumzo tunaambiwa kwamba yanaendelea. Lakini Bashe amesema Tanzania imeamua kuchukua hatua hii kwa sababu hata kama mazungumzo yanaendelea, Tanzania haiwezi kuendelea kuadhibiwa. Namni Sami Awami. Bi Vestine Mukantwari ni mama wa watoto 4 baada ya kunusurika katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi akiwa na umri wa miaka 15. Wazazi wake na ndugu zake 11 wote waliuawa wakati wa mauaji hayo. Vestine aliishi maisha magumu akinyanyaswa na familia ya baba yake, lakini baada ya miaka 5 akiwa katika maisha ya uzururaji, aliolewa na kubadili maisha. Sasa ni mjasiriamali aliye na kiwanda kidogo cha kutengeneza sabuni, ambapo pia anatoa mafunzo kwa watu wenye maisha duni. Mwandishi wa BBC Yves Buchana alimtembelea na kutuma taarifa ifuatayo.
Uyu munyu muri litiro nk'eshanu batugomba gukoresha byibuze garama. Tunahitaji kutumia angalau gramu 125 za chumvi katika lita 5 za maji, kwa sababu sabuni lazima iwe na viambato vya kufanya ngozi kung'aa. Katika kiwanda kidogo cha sabuni eneo la Gisozi mjini Kigali, Vestine Mukanwari anatoa mafunzo kwa kundi la watu mbalimbali, hasa vijana wa mitaani, jinsi ya kutengeneza sabuni. Munzana igikombe cyiza sasa. Icyo gihe ubikora gutya kugira ngo chumvi kwa namna hii ili iweze kuchanganywa sawa na maji. Alinusurika katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi ya mwaka 1994. Yeye mwenyewe ameishi maisha ya mitaani tangu alipokuwa na umri wa miaka 15 baada ya kutelekezwa na familia ya babake kutokana na tofauti za kikabila. Mama wangu yashatse mu bwoko bw'Abahutu. Mamangu aliolewa na babangu aliyetoka katika kabila la Wahutu wakati wa mauaji ya kimbari. Familia yote ya mamangu Mtutsi ilikimbia kwetu na babangu alifanya kila njia ili kutulinda hadi walipomua na familia yangu ya watu 11. Niliishi katika familia ya babangu ambao ni Wahutu, lakini kutokana na itikadi ya mauaji ya kimbari wakaninyanyasa hadi nilipoamua kutoroka na kuishi maisha ya mitaani. Alitumia miaka 5 akiwa mzururaji aliyeishi kwa kutumia mihadarati hadi alipokuwa na umri wa miaka 21 alipoolewa. Maisha yakabadilika na akaanzisha kiwanda chake cha kutengeneza sabuni. Shauku lake kubwa ni kubadilisha maisha ya wale wanaoishi katika mazingira magumu, kuanzia wale wanaoishi mitaani. Huyu ni mmoja wa wasichana waliobeba mimba zisizotarajiwa ambaye nilibadilisha maisha yake. Kuna wengine wengi zaidi ya 100 nilisaidia kwa namna hii. Sasa wanaishi maisha mazuri. Wakati mwingine tunafanya ibada na mihadhara ya kuhamasisha dhidi ya dawa za kulevya, ambapo watoto wa mitaani zaidi ya 90 waliokoka na kubadilisha maisha. Kuna akina mama zaidi ya 20 ambao wanapata mafunzo haya ya kutengeneza sabuni bila malipo yoyote. Tuelekee viwanjani na Shadrack Mwansasu. Asante Martha Saranga. Ni kwamba matokeo ya ligi kuu ya soka ya England, klabu ya soka Crystal Palace wakicheza ugenini jana dhidi ya Arsenal the Gunners walio katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi hiyo. Nyuma ya Liverpool wamefanikiwa kupata alama moja. Hii ni baada ya sare kufungana mabao 2-2 na kuifikisha idadi ya alama 45 chini ya Brentford yenye alama 46. Na wakati huo mchezaji kiungo wa klabu ya soka ya Arsenal Thomas Partey, mustakabali wake wa kuendelea kusalia katika klabu hiyo bado haueleweki. Hii ni kutokana na sintofahamu ya kimkataba dhidi ya mchezaji huyo klabuni hapo. Kwenye ligi ya Hispania La Liga, mchezaji wa klabu ya Real Madrid Arda Güler jana alifanikiwa kufunga jana katika mchezo dhidi ya Getafe na kupunguza idadi ya alama 4 dhidi ya Barcelona ambao ni vinara wa ligi wakiwa na alama 76. Wao pia wakifikisha alama 74 juu ya Atletico Madrid yenye alama 63 na kuwa katika nafasi ya 3 ya msimamo. Mwandaji wa mapambano ya masumbu ya mandondi nchini Uingereza Ben Shalom amezungumzia kuhusu pigano la upinzani mkubwa wa pigano la bondia Chris Eubank Jr. na Ben wakitazamiwa kupigana mwezi huu ikiwa ni Aprili 26 kwenye uwanja wa Tottenham Hotspur. Na bingwa mara 3 Olympic mbio za mita 1500 kutoka nchini Kenya Faith Kipyegon ambaye ni mwanariadha wa kike wa kwanza anatarajia kukimbia mbio za riadha mjini Paris tarehe 26 mwezi Juni. Asante kwa dondoo hizi za kimichezo asubuhi ya leo. Shukrani.